Shalom shalom. Leo nataka nikuambie kitu fulani ama nikuambie jambo fulani. Katika maisha ya kila siku unayoyaishi, jitahidi sana kuyatathmini maisha yako. Jitahidi sana kujua tabia yako, kujua mwenendo wako, yani kuyajua maisha yako. Yajue maisha yako. Yajue maisha yako. Wewe ni nani? Una tabia gani? Tabia zako kwa wengine zinatafsiriwa namna gani? Kwa nini nataka kukuambia jambo hili? Watu wengi wamekuwa wakilalamikia sana maisha ya wengine. Imekuwa ni utaratibu wa kawaida tu mtu kumlalamikia mtu mwingine. Unalalamika tu. Kiwe cha kweli utalalamika, cha uongo utalalamika. Lakini mimi ninalo swali siku ya leo. Unachotaka kutendewa na watu, wewe unakitenda kwa wengine? Tafakari sana juu ya neno hili. Tafakari sana juu ya neno hili. Maana watu wengi wanatamani kufanyiwa mambo mengi makubwa, lakini wao hawako tayari kuwafanyia watu wengine mambo hayo makubwa. Lakini usisahau ya kwamba kipimo unachowapimia ndicho utakachopimiwa. Elewa vizuri hili neno. Kipimo utakachopima. Kumbe unaanza kupima wewe ili wengine wakupimie. Unakuta mtu, mfano mdogo tu, tabia hii sio tabia nzuri katika maisha ya mwanadamu, hasa Mkristo ambaye unamjua Yesu. Yaani wewe hauna tabia kuwapigia watu simu. Hauna tabia hiyo. Kwa hiyo wakikupigia unaanza kulalamika. Naona umekuwa kimya sana. Hata siku hizi unitafuti. Maisha ya mwanadamu, yani anayekumbuka ndio wa kwanza kufanya. Anayekumbuka ndio anatakiwa kuwa wa kwanza kutekeleza. Unapokumbuka wewe, fanya. Usingoje mwingine afanye. Kipimo unachokipima wewe ndicho atakachokupimia. Kwa hiyo tabia yako ndio itaakisi matendo ya kwa wengine. Yaani lazima wewe utende sana ili wengine waakisi tabia hiyo. Lazima wewe uwasaidie watu sana ili wakusaidie wewe kidogo. Huo ndio utaratibu jinsi ulivyo. Yaani wewe utatoa sana, wenzako watakupa kidogo. Ukitoa kidogo hawatakupa kabisa. Twende kusoma neno la Mungu. Mathayo sura ya 7 aya ya 12 inasema hivi: basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati ya manabii. Kile ambacho unatamani kutendewa, watendee wengine hivyo hivyo. Kwa hiyo ukiona unatamani kupewa, toa. Usiwe mtu wa kutaka kulalamika tu, mbona hamjanipa, mbona hamjafanya, mbona hamjatenda. Wewe ulitenda. Ukiongea na wenzako, siku hizi hata hamji kunitembelea, wewe unakwenda kuwatembelea. Ndicho kitu Mungu anajaribu kutukumbusha hapa. Ukienda kwenye ile sala ya Bwana, kuna neno linasema utusamee deni zetu kama sisi tunavyowasamee. Unaona hicho kitu kilivyo? Mungu atusamee sawasawa na sisi tunavyowasamee wengine. Wewe mwang'ang'ania watu, unataka msamaha. Kitu kama hicho kwa Mungu akikubariki. Kwa hiyo leo nataka nikufundishe kwa ufupi kabisa kwamba kipimo unachotaka upimiwe, wapimie wenzako hivyo hivyo. Itakusaidia katika maisha yako kupunguza malalamiko. Shalom shalom.